na kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe? Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mbali, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utaita na Bwana ataitikia. Utalia naye atasema, mimi hapa. Kama ukiondoa nira, usiwepo kati yako, wala kunyoosha kidole, wala kunena maovu. Na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako, na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Neno la Bwana. Anafadhili na huruma na haki. Heri atendaye fadhili na kukopesha, atengenezaye mambo yake kwa haki. Amekirimu na kuwapa maskini, haki yake yakaa milele, pembe yake itatukuzwa kwa utukufu.
ni wahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno, wala kwa hekima. Maana niliazimu nisijue neno lolote kwenu la Yesu Kristo, naye amesulubiwa, nami nilikuwapo kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa hadithi za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya mwanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Neno la Bwana. haifai tena kabisa ila kutupwa nje na
tumepokelewa Mungu duniani. Hatutambua kwamba Mungu ana lengo na wewe. Mungu anapanga na wewe mpaka kufika siku hii. Lakini Mungu pia anataka leo ukutane na habari njema ya Jumapili ya leo. Katika Jumapili tunaambiwa kwamba tumeumbwa na Mungu, tumeumbwa na Mungu kumtumikia yeye na kumtukuza yeye. Tumeumbwa na Mungu kumtumikia na kumtukuza kupitia matendo yetu mema, matendo yetu mazuri, matendo yetu safi. Ukiwa na matendo mema na mazuri, ukiwa na maneno mazuri, maneno safi, yote hayo yanakuja na kukuza Mungu. Na leo tunaelezwa vizuri kweli kwamba tumtumikie Mungu, tukuze Mungu, tunapaswa kutenda matendo mema, matendo mazuri na maneno safi. Kwa vipi? Kwa kuwa chumvi na nuru katika ulimwengu. Tukiwa chumvi, tukiwa nuru katika maisha yetu, tutamwona watu watamtukuza Mungu. Ulimwengu kukuza Mungu na watu kukuza Mungu, na ulimwengu unatukuza Mungu. Ndio wito wetu huo, ndio wito wetu wa Mungu hapa duniani. Tufanye utume, tufanye mema, tufanye mazuri, watu wamjue Mungu, wamfuate Mungu, wampende Mungu, wamtukuze Mungu. Ndio utume tunajua. Na kama tunakuwa chumvi, unakuwa chumvi katika jamii, katika kanisa, katika jumuiya, katika mitaa, unakuwa nuru. Yaani watu kukuona wewe wamsifu Mungu, jinsi unavyotenda wamsifu Mungu, jinsi unavyoishi, unavyoongea, watu wasali umetekeleza vyema wajibu wako kama wanadamu. Na huo ndio utume. Utume wetu ni kuwapeleka watu kwa Mungu, kujua Mungu na baadaye kuurithi uzima milele. Ndio utume wetu. Kwa njia hii, kwa kuwa chumvi na mwanga, kwa kutenda mambo mazuri na maneno mazuri, watu watukuze Mungu wetu. Swali la msingi la leo kwangu na kwako, maisha unayoishi, matendo yako, sauti yako, je, watu wanamtukuza Mungu kupitia wewe? Wala usende mbali sana, baki kwenye nyumba yako, baki kwenye familia yako, baki kwenye ndoa yako, baki kwenye jumuiya yako. Mwonekano wako, maisha yako, matendo yako, maneno yako, je, yanafanya watu wamjue Mungu? Maneno yako, matendo yako, sauti yako, je, watu watamani kuja kanisani,
watu watamani kufanya utume, watu watamani kwenda kwenye jumuiya, uwepo wako, matendo yako ndio assignment, ndio kazi ambayo leo watu wanapaswa kujua Mungu, watu wanapaswa wamtumikie Mungu, wampende Mungu kupitia wewe, kupitia wewe. Labda tukiwa na upendo na tukimza, tumefika hapa tulipo. Tumefika hapa tulipo. Umechangia nini? Watu kujua. Kwa lugha nyingine, umewaleta wangapi kwa Mungu kanisani wewe? Umeleta wangapi? Kwa maisha yako, matendo yako, sauti yako na mdomo wako, umewaleta wangapi kanisani kupitia wewe? Wangapi wamejiunga na utume kupitia wewe? Wangapi wamepokea masakramenti kupitia wewe? Maana wewe ni chombo kidogo cha Mungu, na Mungu amekuumba kwa lengo maalum kumletea wasiojua, wasiofahamu, kwa kuwa chungu, kwa kuwa nuru, kwa kuwa sababu ya upendo, sababu ya amani na furaha kwa watu. Chumvi ikiharibika, itakiwa nini? Ndio collective hiyo kosa mwelekeo tu. Hakuna isijua chumvi na matumizi ya chumvi. Hakuna isijua ladha ya chumvi. Lakini chumvi ikiwa sio chumvi, chumvi inaharibika, ina faida gani? Je, wewe ni chumvi iliyoharibika? Ogopa kuharibika. Ogopa kuharibika. Kuharibika kwako, yaani kusha kosa mwelekeo. Ni kama kwenye chumvi iliyoharibika. Ukiwa na tabia mbaya, tabia chafu, mwenendo usiofaa mbele ya jamii, mbele ya kanisa, ni kama chumvi iliyoharibika. Haina maana. Haina maana. Na mwanadamu na mwili ukiwa umekuwa kama chumvi ni hasara kwa sasa. Bana hauna maana tena kwenye jamii, kwenye familia. Hauna maana kwenye jumuiya. Hauna mchango wowote. Hauna mchango wowote kwenye jamii, kwenye maisha yako. Yaani kama baba ni bure, kama ni mama ni bure, kama ni padri ni bure, kama ni kiongozi ni bure, hauna maana. Watu hawaja kusikiliza. Watu wanataka kupata ushauri. Watu wanashusha karoti. Mama, hauna maana. Hauna maana kwenye familia, hauna maana kwenye familia, hauna maana kanisani, hauna maana kijiji, hauna maana. Na watu wakiongea wanaongea babaya tu. Chumvi iliyoharibika. Hauna nuru yoyote. Mwanga wowote. Ni kama kuko gizani. Unakuwa kichekesho. Unakuwa kichekesho ndani ya jamii. Leo Yesu anakuambia haya. Leo Yesu anakuambia Yesu anamwambia tumeomba tuko duniani kutumikia Mungu na kumtukuza Mungu kupitia maisha ya kila siku. Ogopa sana kwenye jamii. Kulingana na Mungu. Bila mwambia ogopa sana. Niko nipande leo usikurudishe. Kwa
ukiwa ni baba kwa maana, ukiwa kwa maana, kwa sisi hawajiheshimu. Kwa nini? Ujue umekuwa tumbo, umekuwa tumbo. Ukiwa tumbo fika, wewe mwenyewe umepata hasara na watu wako wamepata hasara, maana hakuna msaada kwako. Kila mmoja anakaida hivi, wakati ulikuwa tumbo ulikuwa bana. Angalia maisha yalikuwa mazuri. Angalia maisha yalikuwa safi. Angalia tabasamu, kicheko, furaha, amani ilitawala. Ulikuwa nuru, ulikuwa tumbo. Kila mmoja alipenda kutaja jina lake. Kila mmoja alipenda kuongea na wewe. Kila mmoja alipenda kutoa ushauri. Kila mmoja alipenda aongozane na wewe. Angalia baada ya kubarikiwa, baada ya kukubalika, baada ya heshima safi kwa angalia na Yesu. Wewe mwenyewe ni shahidi. Wewe mwenyewe ni shahidi. Ile heshima ambayo ulikuwa unaipata sasa unapata tena. Na kama vile unatembea unaogopa watu. Kana kwamba kwa sababu tumki imeandika unalikiwa. Pendo kwa matendo, kwa maneno yako, kwa sauti yako, muonekano wako, kuishi. Na unakuwa tumeandika baada ya kumwacha Mungu. Baada ya kumwacha Mungu. Baada ya kumwacha Mungu. Ukisha kumwacha Mungu unaruhusu dhambi nyingine kama. Ukisha kumwacha aliyekuumba aliyekuwa duniani. Umefunga milango, weka kitu, unaruhusu dhambi itawala. Na mimi niwaambie tu. Niwaambie. Fanya unafanya. Tena unatenda. Tafuta unatafuta. Bila Mungu au bila Mungu utokoi. Na Mungu ana nataka Mungu kwa mjisao bwana sisali lakini nataka mazuri. Bwana sisali lakini Mungu ana ipo siku utatambua uwepo wa Mungu na utataka jina lake. Utaki usitaki. Uwezi kujificha kwa Mungu. Uwezi kujificha kwa Mungu. Umekuwa chumvi iliyoharibika. Haupendi ibada. Haupendi kusali. Hautaki sakramenti. Haupendi kusalama. Haukusalama. Na Mungu ajabu sana. Anaweza akakuongoza, akakuponyesha, akakupata jina hili, kama ni akuzuga. Lakini ipo siku unaposema Mungu wa Yesu wa. Kwa sababu hii ndiye aliyekuumba. Na leo katika dunia hii, iweje ndio jinsi kwa sababu simbele Mungu. Bila Mungu utafurahi muda mfupi na muda fulani, lakini kwa wakati utamhitaji Mungu tu. Kuna watu hawasali, wanaamua kutoka kusali. Kuna watu wanajumia, hawani Mungu ajumia. Hawa watu wako salama. Sisi tunapokuwa hapa kanisani wao kwa usikizi. Na kuulizia wenzako msikani huko hana habari. Wako ndani kuulizia jana napata shilingi ngapi, jana kwenye baa pale napata shilingi ngapi?
Jana kwenye Yesu tumepata shilingi ngapi? Jana mchele umeoa. Hajui dunia na mwana. Hajui kama ulimwengu wa Mungu mwenyewe. Ni Mungu alitusimika tutumikie, tutufuate mtukuze yeye. Ipo siku watamtambua, watajua. Kama sio yeye, ndugu zake watataja majina yao kwa leo. Mmesikia? Mmeshaona mtu anakufa lakini hakuna kuzika kwanza mlikutane na yeye. Hapo Mungu bwana anatukuzwa sasa. Pale ndio Mungu anapotukuzwa. Kifo tu. Wewe umekufa lakini ndugu anateseka. Nakumbuka kuna mmoja alikuwa tajiri sana. Alikuwa tajiri sana. Sasa alikuwa sikuwa mmoja. Na ndio rafiki wengi sana. Chata mapali sasa. Akiwa ndio anasema. Kwa hiyo jumuiya. Lakini Wakristo siku moja kutoka kufa. Tunakuwa hapa. Kwa kuwa alikuwa na mapema makubwa. Mawaziri wabunge na popote ile baada mtu wakaje kwa hiyo mazishi ya mtu wake uweza mimi ni kijana ambaye kwa ibada ilikuwa fedha ilikuwa aibu. Baada ya kulia sana na familia, wanaambia inawezekanaje? Basi Paulo akasema mwenyekiti wa jumuiya akamzika. Sio katekista wala sopa. Ilikuwa ni sana. Na ilikuwa ni fundisho. Ilikuwa ni fundisho. Heshima yako itakuwa umaarufu wako utakuwa kanisa na nikata sikumwonea ni kweli kabisa. Leo hii kuna watu wasana. Leo hii kuna wazazi wetu wasana. Leo hii kuna waume zetu wasana. Kuna watoto wasana, kuna watoto wasana. Watu wataweza kumtukuza Mungu kwa njia hii. Watu wanaweza kumjua Mungu kwa njia hii. Tuna kanisa. Uwani uzima na danganya. Leo tunaambiwa tuwe chumvi na manga, ikoleze, iangaze, watu wajue Mungu wa Mungu. Usikubali kuwa chumvi iliyoharibika. Narudia tena, nafanya kulikuwa maana sana. Umebarikiwa kama sio chumvi, sio maana wewe mwenyewe bila kukunisha kidole, wewe mwenyewe unaona haufai kwa jamii, wewe haufai. Na leo tutakuongoza kwa sababu tusichakue nini? Yes. Yaani mpaka mtu anafanya tusichakue nini? Tayari ameshakujua ile sio chumvi. Hii sio nuru anataka kuchakua kwa hiyo. Kabisa mtu anataka mwenyewe na alikuwa naona mwenyewe anasema kwamba yeye sio chumvi somanga. Kwa nini sikatoa hiyo?
naambiwa vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, waweze kumtukuza Mungu wenu wa mbinguni. Na kinyume chake tunasema kwamba nuru huangukia wenye adili gizani. Ukiwa mwenye busara, ukiwa mwenye hekima, ukiwa mcha Mungu, ukiwa unajitambua, ukiwa unajielewa, nuru inakuzukia. Lakini kama hauna hekima wala busara, unakuwa giza. Baba, nisema na wewe, twende tukawe nuru, na chomvi kama imeharibika uikoleze urudi tena, na kama taa yako ilikuwa mbinguni iweke juu yangu, juu ya meza, wakati wote wanapokuja wapate Mungu, wapate wokovu. Yeah.